Haleluya. Amen. Nataka tukaombe kidogo tu. Nataka tukaombe kwa ajili ya nchi. Haleluya. Haleluya. Tutaomba kwa ajili ya nchi na tutaomba kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Na Mungu nasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma. Alisema katika tangu na nchi nisije nikaharibu nchi. Kwa tutaomba mapenzi ya Mungu kutimizwa kwenye taifa letu. Amen. Vile ambavyo Mungu anakusudia, vile ambavyo Mungu anatarajia, vile ambavyo Mungu anatazamia, ikawe hivyo ilivyo. Amen. Haleluya. Neno Mungu nasema kuna mapenzi, kuna hila nyingi au kuna mashauri mengi kwenye moyo wa mtu. Asema lakini shauri la Bwana ndio litakalosimama. Shauri la Bwana maana yake kusudi la Mungu ndio litakalosimama. Kwa hiyo tukaombe mapenzi ya Mungu yatimizwe na kusimamisha kusudi la Mungu ndani ya nchi ya Tanzania. Amen. Haleluya. Kusudi la Mungu ndani ya nchi ya Tanzania. Tutaomba kama kwa dakika 10 then tutakuwa tumemaliza. Cha kwanza tutaomba toba kwa ajili ya taifa. Tutaomba toba kwa mahali ambapo tulipo. Tutaomba toba kwa ajili ya watu kutanguliza mapenzi yao wenyewe bila kuangalia mapenzi ya Mungu. Tutaomba toba kwa damu zisizo na hatia zilizomwagika. Then tutaomba mapenzi ya Mungu kusimama ndani ya taifa la Tanzania. Na tutaachilia damu ya Yesu ambayo inanena kuliko damu nyingine yote. Amen. Haleluya. Haleluya. Damu inayonena damu inayodai kisasi, inayodai mabaya, tunaireplace na damu ya Yesu. Yesu ni mjumbe wa agano jipya. Kwa tunafunga agano na Mungu ndani ya nchi yetu kusimamisha mapenzi ya Mungu yasimame. Amen. Kwa tutaachilia damu ya Yesu kwenye mipaka nchi ya Tanzania, kwenye mikoa ya Tanzania, damu ya Yesu kwenye ofisi ndani ya taifa letu, kwenye nafasi mbalimbali damu ya Yesu kasimame. Kwenye ofisi zote za umma damu ya Yesu kasimame. Lakini kwenye ofisi zote ambazo ni taasisi zisizo za kiserikali pia damu ya Yesu isimame kwa ajili ya kusimamisha kile cha Mungu. Amen. Haleluya. 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 Kumbuka tumechukua tukijifunza muda mrefu, hata kama Mungu anataka kufanya kitu hawezi kufanya bila mtu kuwepo. Ndio maana nasema kwamba nikatafuta mtu miongoni mwao atasimama katikati yangu na mahali palipo bomoka. Asema lakini sikupata. Alivyokosa kaharibu. Lakini Mungu ni mwema. Amen. Haleluya. Amen. Nataka tukaombe mbele za Mungu. Kwanza kuomba, taomba toba. Mungu atusamehe, Mungu atutakase. Lakini pia tutaomba toba kwa ajili ya ardhi ya Tanzania. Amen. Ukijisikia kupiga magoti, endelea kupiga magoti. Twende mbele za Mungu kwa toba. Baba, tunasogea mbele zako Bwana, kwenye madhabahu takatifu Mfalme uliinua mwenyewe. Sawa sana vile ambavyo Mungu Bwana uliita toka zamani Bwana, uliye Alfa na Omega Mungu kwenye nchi ya Tanzania. Tunaomba rehema na toba Bwana mbele zako. Tunaomba rehema na toba Mungu weponi mwako kwa ajili ya mipaka Tanzania, kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunaomba toba kwa damu zilizomwagika zisizokuwa na hatia. Tunaomba rehema. Tunaomba rehema Mungu. Tunakuinulia sauti zetu, mioyo yetu, miili yetu na nafsi zetu Bwana,
Kama taifa tunaomba toba, kama kanisa tunaomba toba, kwa ajili ya makuhani, kwa ajili ya malango tunaomba toba Bwana, katika jina la Yesu. Kwa ajili ya wakuu wa nchi tunaomba toba, kwa ajili ya Bwana taasisi za umma tunaomba toba, kwa private sector tunaomba toba Bwana, kwa kila uovu na dhambi na mauti. Umesema kwenye neno lako, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wananyenyekesha na kuomba, Bwana utasikia na kuacha njia zao mbaya. Bwana, kore sapalia, unasikia kutoka juu mbinguni, unasamehe dhambi yao, unaiponya nchi yao. Hatujui Bwana nini kilifanyika jana usiku, nini kilifanyika leo, lakini umesema Mungu, maovu yatosha kwa siku. Nasema tumekuja weponi mwako, wewe ambaye kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Kwenye madhabahu yako tunaleta mikoa yote ya Tanzania, nchi yetu yote ya Tanzania, makuhani wote wa Tanzania, Watanzania wote, mioyo yote, nafsi zote, kila mwili, kila nafsi mbele za uso wako. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Umesema hakuna neno gumu usiloliweza Bwana. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo gumu Bwana linalokushinda. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili kwenye nchi ya Tanzania. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili hata Afrika, ulimwengu mzima. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili Bwana. Kwako vyote vilitoka na kwako vinarudi, maana wewe kwako wewe Mungu vilitoka, maana wewe ndiye uliyeviumba na una uwezo wa kufanya chochote ndani yake. Tunaomba Bwana, sasa na wingi wa rehema zako, sasa na neema yako, uturehemu Tanzania, uturehemu Tanzania, uturehemu kutoka Dar es Salaam, uturehemu Bwana Kigoma, uturehemu Mwanza, uturehemu Mbeya, uturehemu Tanga, uturehemu Singida, uturehemu Arusha, uturehemu Mara, uturehemu Bwana kule Kagera, utusamehe Bwana kule Rukwa, kule Katavi Bwana, kule Tabora, kule Dodoma, utusamehe Bwana. Usihesabu dhambi zetu, usihesabu makosa yetu. Katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka rehema. Uturehemu Bwana kore kopakate, kule Mtwara, Lindi, kule Morogoro, Pwani Bwana, utusamehe Jehova. Njombe, Iringa, uturehemu Mungu li hai. Kilimanjaro, utusamehe Bwana. Keregebegedegeba, ekenegedegeba, 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 ekenegedegeba. Kule Simiyu, Shinyanga, ekolekabakata, ekebeketegeba, andelegebegede, andegedegedeba, ekedegedegeba, ekosekopo, ekedekebakoto, areketekete, andegebegede. Pakule Zanzibar, tunaomba toba Bwana kwa ajili ya Tanzania, kwa kila uovu, kwa kila kafara, kwa kila ibada ya sanamu. Tunaomba toba Bwana kwa kila umwagaji damu, kwa korekota, kwa dhambi zote Bwana. Leo uovu vilivyofanyika juu ya nchi vikainajisi ardhi, vikanajisha Mungu yale uliyokuwa umeanza kuyafanya. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba kwenye uchumi, tunaomba toba kwenye siasa, kwa maamuzi ambayo Mungu tumeyafanya yasiyokupendeza. Tunaomba toba kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tunaomba toba Mungu kwenye vyombo vyetu vya haki na sheria. Tunaomba toba kwa ajili ya bunge, kwa ajili ya mahakama, kwa ajili ya serikali mimili yote mitatu. Tunaomba toba, tunaomba turehemu Mungu kwa ajili ya jamii zetu na makabila yetu. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inaonena mema, inaleta ondoleo la dhambi. Bwana, hiyo damu ikanene mema, damu ya kunyunyiza, damu ya Yesu Kristo. Tunainyunyiza damu ya Yesu Kristo juu ya nafsi zetu, juu ya ardhi ya Tanzania, juu ya mbingu za Tanzania, juu ya siasa za Tanzania, juu ya mamlaka za Tanzania, juu ya watoto wa Tanzania, juu ya mipaka ya Tanzania. Hiyo damu ikanene mema, hiyo damu ikanene amani, hiyo damu ikanene utulivu, hiyo damu Bwana ikanene upatanisho wa nafsi zetu na wewe Mungu, wa nchi yetu, wa ardhi yetu na kile chako cha mbingu. Tunaibadilisha ardhi ya Tanzania na mbingu zako Bwana kupitia hii madhabahu, tunajipatanisha na kujiunganisha. Hata kama Mungu hakuna anayetaka, lakini kwa damu yako kama makuhani tunaibadilisha ardhi ya Tanzania na uso wako na kiti chako Bwana. Shauri lako ndio likasimame, na hila nyingi moyoni mwa wanadamu
lakini Bwana shauri lako ndilo litakaosimama, kwa sababu hukumu hii imekuja kwa sababu ya walinzi, na amri hii kwa sababu ya takatifu. Hekopelegebe, wasimama Bwana kama walinzi. Sababu nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza kimya mpaka watakapofanya imara na kuwa sifa duniani. Hekobelekopa, hekobelekopo, hekemekato, heketekepo, heketekepe, 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 heketekepo, sakapa. Rehema zako juu ya Tanzania, rehema zako juu ya Tanzania, rehema zako uzozihifadhi vizazi elfu na elfu. Rehema zako juu ya Tanzania. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema katika ghadhabu. Bwana, kumbuka rehema, utuondolee Bwana ubaya, tuondolee uharibifu Mungu kwenye nchi ya Tanzania, kwenye nchi ya Tanzania. Ponya ardhi yetu, ponya watu wako, ponya mioyo yetu, ponya mioyo yetu, ponya nafsi zetu. Rekepeto, rekepekete, rekepeketo, rekepeketo. Rehema na rehema, rehema na rehema tunazihitaji wakati wa mahitaji yetu. Rehema zako juu ya Tanzania, rehema zako juu ya public sector, rehema zako kwenye ofisi za umma, rehema zako kwenye biashara zetu, rehema zako kwenye uchumi wetu, rehema zako kwenye madini yetu, rehema zako kwenye rasilimali zetu, rehema zako juu ya kila wizara, rehema zako juu ya kila taasisi ya umma, rehema zako juu ya kila kampuni, rehema zako juu ya kila ofisi, rehema zako juu ya kila biashara, rehema zako juu ya kila Mtanzania. Haijalishi dini yake, haijalishi Bwana kabila lake, haijalishi lugha yake, haijalishi rangi yake. Rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako ambazo ni mpya kila siku asubuhi, usiachilie juu ya Tanzania. Rehema zako Bwana, rehema zako zisitoe Bwana mbali na maangamizo. Rehema zako hatuangamii kwa sababu ya huruma zako, maana rehema zako ni mpya kila siku asubuhi. Huruma yako Bwana iwe juu ya Tanzania, iponye ardhi yetu, ponya siasa zetu, ponya watu wetu, ponya kanisa lako, ponya Mungu elimu zetu, ponya elimu yetu, ponya Mungu ustawi wetu, ponya uchumi wetu. Ekopekotalia, eketeketekepa, ponya sera zetu, kerekebeketa. Intervene, O Lord, intervene, O Lord, intervene, O Lord. Akesokoto, achilia damu Yesu, achilia damu Yesu inayonena mema, inayonena mema. Ekeseketelegeba, tunabatilisha kila uamuzi wa kipepo, tunabatilisha kila manuizo wa kipepo ya giza yaliyotamka kinyume ya nchi ya Tanzania. Waliosema Tanzania itakuwa na uharibifu, tunafuta kwa damu Yesu. Waliposema Tanzania itakuwa na vurugu, soka patia, tunafuta kwa damu Yesu. Tunatangaza amani ya Kristo inatawala kwenye mipaka yako ya Tanzania. Tunakutangaza amani ya Kristo inatawala Tanzania. Tunatangaza utulivu unatawala kwenye nchi yetu. Tunatangaza na kutamka kama walinzi kwa neema tu uliotupa. Tunatamka na kutangaza, Tanzania uwe na amani. Tanzania ustawi kutoka mawio mpaka machweo yako, kutoka kaskazini mpaka kusini yako. Tanzania uinuke, Tanzania uinuke. Akose kopala, akepele kotaya. My country, my land, you shall succeed, you shall prosper. May you prosper. Bwana uongozi wetu, Bwana wachilie hekima ya kiungu, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Vyombo vyetu vya usalama wachilie hekima ya kiungu, wafanye maamuzi yaliyo sahihi kila wakati. Bwana watunga sera, vyombo vyetu Mungu vya uchumi, vya biashara, vya viwanda, sera zetu Mungu wazikabidhi mikononi mwako. Yanyoshe mapito ya Tanzania, yanyoshe mapito ya Tanzania. Roleta Tanzania Mungu mbele ya kiti chako cha enzi, mbele Tanzania mbele ya kiti chako cha enzi, na watu wake na kila kitu kilichomo ndani yake na rasilimali zake wazikabidhi kwako. Bwana, wewe ndio final say. Uwe Alpha and Omega of Tanzania. You are the author and the finisher of this nation. You are the author and the finisher of the destiny of Tanzania. Wewe ndiye mwanzilishi wa Tanzania, na ndiye Mungu naimalizia. Wewe ndiye uliyeianzisha. Wewe ndiye Alpha na Omega wa nchi hii. Mikononi mwako Bwana
tunaiweka Tanzania mikononi mwako e Mungu. Haitapotea mikononi mwako e Mungu. Uharibifu utotokea mikononi mwako. Tunatangaza, tunatamka e Mungu. Kele kebeketeketa gedegedege basata la kama. Haleluya. 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 Amen. Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako. Wewe ni Mungu mkuu, wala hakuna mwingine. Katikati ya miungu Bwana, peke yako ndiwe Mungu. Uliyekuwapo kabla vitu vyote kuwapo. Wewe uliye huo mwanzo na ulikuwepo kabla ya mwanzo. Vitu vyote viko chini ya nguvu zako. Na hakuna kitu ambacho hakijashikamana na wewe Bwana. Unayejua mwanzo wa kitu na mwisho wake. Mungu usifichwa na jambo lolote. Wewe ambaye uko kila mahali, na wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Sifa na heshima ni za kwako. Tunalitukuza jina lako, tunalibariki jina lako. Tuko mbele zako tena Bwana, wakati wa neno lako. Sema nasi mapenzi yako. Wewe ni neno na neno ni wewe. Na unasema ndani ya neno lako kuna uzima, ambao ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru inang'aa giza na giza haliwezi. Lakini pia wale waliopokea neno lako uliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Mungu, tunapopokea neno lako asubuhi ya leo, ndani yetu liachilie ile nguvu ya kufanyika vile ambavyo linasema tunatakiwa kuwa, kwa utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha wewe, uliye mwalimu mkuu, uliye kiongozi wetu, uliye mtendaji mkuu wa kazi zote za Mungu. Ukatende jambo jipya kwenye moyo wa kila mmoja, kwenye maisha ya kila mmoja, na ufalme wako Mungu apate kujengwa. Sifa zitarudi kwako, heshima na utukufu zirudi kwako, ili Mungu tufanyike kuwa ile barua yako iliyoandikwa mioyoni mwetu, inayosomwa na kujulikana na kuonekana, kutambulikana na watu wote, ili Mungu ufalme wako upate kukua na kujengwa na kuimarika, ukapate kujitolea utukufu Bwana, na kusimamisha mapenzi yako katikati ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mtu aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 13 na wa 14a. Na Mungu anasema, Gideon akamwambia, e Bwana Mungu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu akisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Haleluya. Haleluya. Amen. Msalimie jirani yako, mwambie karibu ibadani. Karibu ibadani. Karibu kanisani. Karibu kanisani. Ukilopita labda kwa kukupa summary tulivyopita, tujifunza vitu mbalimbali. Kuna pointi unasema nuru ndio siri ya nguvu. Nuru ndio siri ya nguvu, si ndio? Amen. Tukasema mahali ambapo hakuna ufahamu hakuna nguvu. Na tukasema ili mtu ashinde anahitaji kuwa na nuru. Kwa sababu anasema ndani yake ndimo ulimo uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Na nuru inang'aa na giza likuishinda. Tukasema kama nuru iling'aa na giza likuishinda, maana yake palikuwa kuna mashindano. Na mashindano hayo yalikuwa ni kati ya nuru na giza. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba nuru yang'aa gizani na giza halikuishinda. Ile neno halikuishinda lisingekuwepo kama hakuna mashindano. Ile kwamba na giza halikuishinda ni ishara ya kwamba palikuwa kuna mashindano makali na makubwa, isipokuwa nguvu iliyokuwa ndani ya nuru ilikuwa ni kubwa ya kushinda nguvu iliyokuwa kwenye giza. Amen. Amen. Kwa ili mtu apate ushindi kwenye kila eneo la maisha yake, kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake,
lazima atahitaji kuwa na nuru, ambao nuru, kwa sababu nuru yenyewe kama yenyewe ina nguvu ndani yake binafsi ya kumfanya mtu kushinda. Kwa hiyo kwenye ushindi hautumii nguvu yako, unatumia nguvu ya nuru iliyomo ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tukaangalia kwamba kiwango cha ufahamu unachokuwa nacho ndicho kinachozalisha kiwango cha udhihirisho unaopata. Kwa udhihirisho wa mtu kwenye eneo lote lile la maisha yake hautazidi kiwango cha ufahamu alicho nacho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tukaangalia pia tukasema mahali ulipo ndipo mahali ambapo ufahamu wako au maarifa yamekuruhusu kuwa hapo. Kwa sababu kama kiwango cha ufahamu kinaamua kiwango cha udhihirisho, maana yake mahali mtu alipo ndipo ufahamu alionao umemruhusu kuwa hapo. Kwa akitaka kwenda hatua nyingine zaidi, akitaka kudhihirishwa zaidi, akifunuliwa zaidi, lazima atafute kuongeza maarifa zaidi. Amen. Na tukasema haiwezi kaachiliwa kwako kama kwanza haijafunuliwa kwako. Kitu hakiwezi kuachiliwa kwako kama hakijafunuliwa kwako. Hauwezi kupata kitu ambacho hujakiona. Katika ulimwengu wa roho na kanuni za kiroho, kuona kunatangulia kupokea. Hauwezi kupokea ambacho hujaona. Lazima uone kwanza ndipo upokee. Amen. 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 Ni kanuni katika ulimwengu wa roho. Kuona kunatangulia kupokea. Kwa hata kama unataka kubadilisha maisha au mahali ambapo ulipo umepachoka, kiwango ulicho nacho kimekuchosha, haukiwezi kubadilika kama haujaona kipya tofauti na hicho. Kwa lazima ukae kwanza utengeneze picha nyingine mpya, uone kitu kingine kipya. Ni kanuni, kuona kunatangulia kupokea. Na ukichunguza sana utaona kwamba hakuna kitu kinachohesabiwa haki kwa mtu kama hajakiona kwanza. Kama unajua haiwezekani Biblia. Hata Mungu aliposema na Ibrahim juu ya kumpa nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani, haikuwa yake mpaka kwanza ameiona. Japo Mungu alimtokea kwenye Mwanzo sura ya 12 na Ibrahim akitika wito na akatoka akaachana na wazazi wake na ndugu zake na nchi yake, akaenda kwenye taifa. Biblia inasema ni kutoka katika Uru wa Kaldayo. Uru wa Kaldayo ilikuwa ni jamii kubwa, ni wenyeji wa Babeli. Kaldayo ilikuwa ni kama jimbo au ni kama jiji, ni kama mji, ni kama mkoa kwenye taifa la Babeli. Kwa sababu nimekutoa katika Uru wa Kaldayo, kwa Mungu alimtoa kule akampeleka Kanani, lakini haikuwa yake mpaka kwanza alipoiona. Alifika na akaanza kuchunga mule, akawa naishi, ila picha ikujengeka ndani yake, japo anaishi ndani ya taifa hilo. Ikabidi Mungu amwambie inua macho yako. Kwenye Mwanzo sura 13 Biblia inasema baada ya Ibrahim kutengana na Rutu, Mungu akamwambia inua macho yako, tazama kaskazini na mashariki, magharibi na kusini. Anasema kwa kadri utakavyoweza kuona. Anasema as far as you can, kwa kiwango au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa. Kwa ile nchi alijichorea mipaka, sio Mungu alimchorea mipaka. Ibrahim ndiye alijichorea mipaka. Amen. 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 Ile taifa la Israeli lilivyo saizi ni mipaka ambayo Ibrahim alijichorea mwenyewe kichwani. Anasema as far as you can see. Kwa Mungu alijiweka pembeni, anasema kwamba nimekuweka hapa kwa kiwango utakachoweza kuona au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa. Amen. Na akawa bado haikukriki ndani yake. Kila Mungu akiongea naye anaongea habari za mtoto wake mwingine. Mungu akamtoa nje, tazama mchanga wa bahari, ndivyo zauri kutakavyokuwa. Akashindikana, akampeka nje, tazama nyota za mbinguni, ndivyo zauri kutakavyokuwa. Anamtengenezea picha ili aone. Alivyopata picha ndani yake akaona itakavyokuwa. Warumi sura 4 ndipo anasema akahesabiwa haki. Kusoma kwanza mstari wa 17 na kuendelea, kwamba yeye atajea sio kwako kana kwamba yapo. Aliyatarajia siweza kutarajika. Anasema ikahesabiwa haki kwake. Kwa hiyo hakupata kwa sababu tu Mungu amemwambia, alipata kwa sababu ameamini na ikahesabiwa haki kwake. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Kwa nini? Kwa sababu imani ni kuona kwa jinsi ya ndani. Tunaelewana? Amen. Imani ni kama
mashine ya ultrasound. Mama mjamzito ana uwezo wa kwenda hospitali na mashine ikaangalia mtoto tumboni, ikamwambia umri wake, ikampa na siku au muda ambao mtoto atazaliwa. Mashine inasema pale, inapima kila kitu, itapima ukubwa wa mtoto, itajua kwamba mtoto ni yule mwenye kichwa kikubwa, vichwa vyenye maji vile, au ni mtoto wa kawaida. Kwenye mashine inaweza ikatambua kwamba huyu mtoto anaweza kazaliwa kwa jinsi ya kawaida au ni lazima operation. Inatambua na inaangalia, inakupa mpaka nyakati ambazo yule mtoto atazaliwa. Wana calculate pale. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Imani ni kama hiyo mashine, ni sawa na ultrasound. Hauwezi kusema unaamini kama haujaona kwanza. Sababu imani inakupa picha ya kile kitu kilichoko ndani. Imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasionekana. Neno bayana maana yake waziwazi, maana yake kweupe, maana yake unaona. Ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasionekana. Hauoni kwa macho ila ndani kuna kitu unakiona. Kwa hauwezi ukawa unamwamini Mungu juu ya kesho ya kwako kama kwanza hauna picha juu ya kesho ya kwako. Amen. 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 Ndio maana Kumbukumbu la Torati 29:29 inasema yaliyo mambo ya sirini, mambo yaliyofichwa ni mambo ya Mungu, lakini yale yaliyofunuliwa wamepewa wanadamu. Maana yake ili kiachiliwe kwako mpaka kwanza kifunuliwe kwako. Kwa kabla ya kutafuta kitu kitue kwenye maisha yako, tafuta kwanza ukione ndani yako. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe una kazi yote unafanya, kama wewe kuna aina ya maisha huipendi au mahali ulipo unapachukia na kuna kitu unatamani kipya, lazima ujijengee ndani yako. Uone kitu bora kuliko hicho ulicho nacho saizi. Uone kesho bora kuliko ulionao saizi. Ili nini? Ili ihesabiwe kuwa haki. Sababu haihesabiwi kuwa haki kama kwanza haujaiona ndani. Kikawaida Mungu ametupa kila kitu. Anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Umetukirimia maana yake umetupa ile asili yake uungu, ule uungu wa kwake. Anasema umetukirimia, has given us. Umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Kwa mambo yote yanayopaswa uzima make life, yanayopaswa mambo ya kimaisha, na utauwa make mambo ya kiroho, mambo matakatifu. Yote ule uwezo wake wa uungu umetupa. Lakini hakiwezi kikaachiliwa kwako mpaka kwanza umekiona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo kutokea hapo tukasema kile unachojua ndicho kinachokutenganisha na wengine. Ndicho kinachokuseparate na wengine. Kile unachokifahamu. Amen. Amen. Si ndio? Amen. Sasa tukawa na wanasheria wengi sana nchini, ila kuna wachache. Hata watoto wadogo wanawatambua. Sasa tukawa tuna wanasiasa wengi sana nchini, ila ni wachache wanaotajwa kwa majina. Acha kwa nafasi zao. Kuna wengine wamepewa nafasi, wanatambiwa kwa nafasi lakini hawana kitu kichwani. Kuna watu ambao wanaweza kuwa hana nafasi yote ile, lakini kwa sababu ya yale wanaoyafahamu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo tukawa tuna watu mbalimbali, lakini yale wanayoyafahamu ndio wanayowatofautisha na wengine. Tukawa tuna wacheza mpira wengi sana. Tunafahamu timu mbalimbali zilizopo Tanzania, lakini tunawafahamu wachezaji wachache sana. Kutokana na yale kuna kitu ambacho kimeongezeka kwao kuliko wengine. Ndicho kinachomtambulisha mtu. Amen. Kwa mahali pale popote ulipo, hiyo ni mahali pa kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye popote pale unajikuta upo, lazima utafute kujua zaidi, sababu kile unachojua ndicho kinachokutofautisha na mwingine. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Haijalishi kitu gani unafanya. Biblia inasema kwenye kila kazi ya mtu anayofanya kuna faida ndani yake. Kila kazi ambayo mtu anafanya inaweza kumtoa mtu. Kila kazi. Hakuna kazi ambayo ni ndogo mbele za Mungu. Mungu akiingia ndani ya hiyo kazi, kila kitu kinakuwa kikubwa. Lakini kile unachokifahamu kwenye hilo eneo ndicho kitakachotofautisha. Amen. Na tukaangalia namna ambavyo Mungu alimtofautisha Peter, alivyotofautishwa na mitume wengine. Baada ya Mungu kuuliza, Yesu aliuliza, "Uko nje unasema mimi ni nani?"
Sema wengine wanasema wewe ni Elia, wewe ni nani, wewe ni nani, na nyinyi mnasemaje? Sema wewe, Petro anasema wewe ni Yesu, ni Masihi, mwana wa Mungu aliye juu. Anasema wewe ndiye Petro. Kuna kitu kilimtenganisha. Na ukifuatilia vizuri ndicho kilichompa na nafasi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na tukakwambia kwamba nikwambia kwamba kile ambacho unakijua kuhusiana na Mungu ndicho kinachoamua kitu gani Mungu atafanya na wewe. Kile unachokijua ndicho kinachoamua Mungu afanye kitu gani na wewe. Amen. Amen. Unajua kina Petro, mitume wale, wakina Yohana walikuwa ni wataalamu sana wa uvuvi. Mungu akapitia hapo atafanya kuwa wavuvi wa watu. Si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Unajua Petro ametembea na Yesu miaka 3.5. Paulo hakutembea na Yesu. Alikutana naye katikati ya maisha, kwenye kashikashi za kimaisha, kutana na Yesu live. Lakini namna ambavyo Mungu alimtumia Paulo ni tofauti na alivyomtumia Petro. Japo Petro alikuwa ni kiongozi wao. Si ndio? Kutokana na nini? Upana na uwezo wa kimaarifa wa ndani juu ya Paulo. Paulo alikuwa ni msomi, amebobea kwenye sheria na vitu mbalimbali. Ni msomi, alikuwa amebobea. Petro alikuwa ni mvuvi tu. Kwa Mungu alivyomtumia ni tofauti na ambavyo alimtumia mwingine. Na mpaka leo kile ambacho unacho au unachokijua kinaamua ni kwa namna gani na ni jinsi gani ambavyo Mungu atakutumia. Mungu atapita kwenye kile unachokijua. Amen. Amen. Kwa kadri unavyozidi kutanua mambo katika eneo la kimaarifa, unazidi kumtengenezea Mungu platform ya yeye kukutumia. Unajua ukichunguza watoto wadogo namna ambavyo wanazaliwa na kukua na kuishi, hakuna siku ambayo utamwambia mtoto kwamba anza kukaa. Itafika mahali ataamua kukaa mwenyewe, si ndio? Unajua tu mtoto ameanza kukaa. Atakaa, siku atakapochoka kukaa ataamua kuanza kutambaa. Akiona mnyewe mnamwacha hapa afu mnaondoka, mnapiga stori kule, mnaenda kule, atakuwa ataangalia, analia, anatamani kuwafuata, hawezi. Siku ya siku atafanya maamuzi. Mtamwacha hapa, mtashangana kuja. Kwani kwa sababu ndani yake kuna namna amekaa kaangalia, akisema hapa nilipo sasa sitakiwi kuwa hapa. Na wakunitoa hapa ni mimi mwenyewe. Huyu jamaa kaja kaniweka nikae hapa, ameondoka. Akiniacha hapa kama mpaka nisubiri aje kunichukua, nisipofanya maamuzi ya kutoka, sitatoka, nitabaki hapa hapa. Kwa hiyo ndani yake kuna process ile, hata kama ni mtoto kuna mchakato unaendelea ndani. Ukadhani haelewi au hawazi, ila anatafakari kwamba natokaje hapa. Kwa sababu hajamwona mtu anatambaa au anajivuta. Anatona wote tutembea miguu. Anaona tunamweka tuondoka kwa miguu. Kwa angewaza kwamba na mimi nitembee kwa miguu. Ila hajafikiri kutembea kwa miguu, akatafuta alternative nyingine. Natokaje hapa? Akaona okay, ngoja nijivute. Haja huko na mtu yote anajivuta, ila ndani yake kaingia kujivuta. Na anafika na kutaka kufika. Si ndio? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Siku atakapoamua kusimama, mtashangaa tunasimama. Ataanza siku atakapochoka, akianza kusimama, atakapochoka kusimama, ataanza kutembea. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Waamuzi 6:13 inasemaje hapa? Soma Waamuzi 6:13. Waamuzi 6:13. Biblia inasema, Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Mstari 14a. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Kwa lugha nyingine Mungu anamwambia Gideon, wewe ndio yule Gideon. Wewe ndio yule mtu ambaye umekuwa ukimsubiri. Okay, Biblia inasemaje? Gideon akamwambia Mungu, kama uko pamoja nasi na kuwa vipi?
Yako wapi matendo makuu ambayo Mungu ambao wazazi wetu walipredithia, namna ulivyotoa kule Misri? Kwa pengine anamwambia Mungu, kuna namna ulimtumia Musa kwa kiwango kikubwa sana. Huyu jamaa alienda Misri, akapambana na Farao, akawatoa watu Misri, akawaleta mpaka kwenye hii nchi. Najua ulivyomtumia kupasua bahari ya Shamu. Kuna wale wafalme wawili wa kina Sihoni kule, Mungu uliwapigania na ukawavusha. Kwenye vita vya Waamaleki Mungu uliwavusha. Kuna mtu anaitwa Yoshua, alisimamisha jua na mwezi na kila kitu mpaka wapate ushindi. Natamani kama angekuwepo Yoshua sasa hivi. Mungu natamani uinue Musa mwingine. Mungu akamtazama, akasema wewe ndio huyo Musa unayemtazama, unayetamani awepo sahihi. Mungu anamwambia Gideon, wewe ndio huyo Yoshua ambaye unamuongelea. Wewe ndio huyo Deborah ambaye unamuongelea. Wewe ndio huyo mtu ambaye unatazamia. Pengine Mungu akaona, pengine labda Gideon akaona, anamwambia Mungu, yuko wapi mtu ambaye umemwandaa kwa ajili ya kizazi hiki? Kama wale watu uliwapa Musa, sisi umemwandaa nani kwa ajili yetu? Mungu akamwangalia, akasema wewe ndio yule ambaye ulikuwa unamsubiria. Pengine wamekaa miaka 7 wanasubiri mtu atakayeinuliwa na Mungu ili aje kuwasaidia kama ambavyo Mungu amekuwa akiwasaidia siku zote. Mungu anamwambia wewe ndio huyo mtu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwambie jirani yako, wewe ndio huyo mtu. 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 Mungu huwa sio Mungu wa jana, na wala huwa sio Mungu wa kesho. Mungu huwa ni Mungu wa sasa hivi. Kwa nini? Sababu Biblia inasema imani ni, na maisha tuliopewa tunaishi kwa imani. Nasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo kama tumewekewa program ya kuishi kwa imani, maana tunaishi na Mungu wa sasa hivi, sio Mungu wa kesho, sio Mungu wa jana. Faith is, tena kinza kinasema now faith is. Now maana yake sasa. Kiswahili kinasema imani ni kuwa na hakika mambo atalijuayo. Kwa maana imani ni ya sasa. Kwa Mungu ni wa sasa. Kwa namwambia Gideon, achana na habari za miaka iliyopita. Achana na habari za kina Yoshua, za kina Musa, za kina nani. Tuongelee swala la sasa hivi. Sababu nguvu zangu zile zile zilizokuwa ndani ya Musa, uwezo wangu ule ule uliokuwa pamoja na Yoshua, huo ndio uko pamoja na wewe pia. Ile kwamba unayafahamu, ile kwamba unanitambua, ile kwamba unanijua, ile kwamba una mahusiano ya mimi na tuna mahusiano. Tunaweza tukawasiliana, tukatembea, tukaongea. Ile kwamba kuna namna niko na wewe. Kila kitu unachokihitaji kiko ndani yako kutoka kwangu. Sasa toka uende ukafanya kile ambacho unataka kukifanya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa sababu Musa hayupo, kwa sababu Yoshua hayupo, wengine wote hawapo, upo wewe. Ninakupa mamlaka, nenda ukafanya yale ambayo wao waliyafanya. Amen. Hallelujah. Amen. Mathayo 28 mstari wa 18. Anasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi. Enendeni ulimwenguni. Kusoma 18 hadi 20. Maana nini? Kuna nguvu ambayo Mungu aliweka ndani ya mtu na mamlaka yake alimpa mtu. Kwa hiyo yanayompa uwezo wa kufanya chochote ambacho yeye anatamani kukifanya. Kwa hiyo Mungu alipomleta mtu duniani alikuleta kama jawabu kwenye changamoto ambayo unaiona. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sikiliza. Tatizo lote ukiona mahali, iwe kwenye ukoo wako, iwe kwenye familia yako, iwe kwenye jamii yako, iwe kwenye taifa lako, naweza kushangaa kwamba kwa nini wengine hawaoni. Ni kwa sababu wao hawajaletwa kutatua hiyo tatizo, ila wewe ndio umetoka kutatua hiyo tatizo. Haijalishi ni kubwa kiasi gani, ila ndani yako umewekewa huo uwezo wa kufanya kuondoa changamoto. Hata kama sio rote, lakini kwa sehemu unahusika. Amen. Haruni hakuwa ameletwa kwa ajili ya kuondoa tatizo kabisa, ila alikuwa anahusika kwenye sehemu ya kuondoa tatizo. Ndio maana walipojiunga na Musa kikaa kitu kikubwa sana. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Mahali popote unapoona tatizo lolote, changamoto na ikakusumbua kichwa, ikakuumiza, ni kwa sababu ndani yako umewekewa uwezo wa kutatua hiyo changamoto. Imo ndani yako.
Mungu anaambia Yoshua nani? Anaambia Gideon, umejificha kwenye mapango, mmeteswa kwa miaka 7, unamtafuta mtu wa kuja kuwasaidia. Unaongea habari za kina Musa, unaongea habari za kina Yoshua. Wale walimaliza zamu yao, walishaondoka duniani, hawapo. Hakuna Yoshua mwingine atakayekuja isipokuwa wewe. Wewe ndio huyo mtu ambaye unamtafuta. Wewe ndio huyo mtu ambaye unamsubiri. Wewe ndio Yoshua wa sasa. Wewe ndio Musa wa sasa. Amen. 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 Kwa hiyo tuna wakina Mandela wengi sana kwenye makanisa ambao hawajijui. Amen. Amen. Tuna wakina Musa wengi sana. Tuna wakina Ibrahim wengi sana. Tuna wakina Matayo, wakina Yohana, wakina Luka, wakina Petro wengi sana. Tuna wakina Elia na wakina Elisha wengi sana ambao hawajataka kuchukua hatua na kubeba wajibu wa kwao. Tuna wakina Daudi, wakina King David wengi sana. Wapo wengi. Tuna wakina Deborah wengi sana. Wapo wengi. Tuna wakina Esther wengi sana ambao hawajataka kuchukua hatua na wako pale wamerelax bila kujua kwamba wao Mungu ameleta kama solution kwenye changamoto waliomo walizonazo kwenye jamii. Amen. Amen. Mungu alipokuumba hakukuumba kwa bahati mbaya. Sikiliza, nimekwambia mara nyingi hicho kitu kwamba ukiona taasisi yoyote inatangaza nafasi ya kazi ikaajiri, ni kwa sababu inamhitaji mtu kwenye hiyo nafasi. Kwa ikikupa kazi nafasi ukapewa ajira, sio sababu wanataka kukusaidia. Ni sababu kuna gap lipo. Lakini wewe uliandaliwa kwa ajili ya ile nafasi. Unaenda pale kuondoa changamoto walionayo. Unapoondoa ile changamoto ndipo na wewe unalipwa kuondoa changamoto za kwako binafsi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anajitazama yeye kwanza huwa hapigi hatua. Kwa sababu Mungu hakukuleta kwa ajili yako binafsi. Alikuleta kwa ajili ya kitu kingine. Alikuleta kwa ajili ya jamii fulani, kwa ajili ya watu fulani, kwa ajili ya familia fulani. Ila wewe utabenefit, wewe utasolve matatizo yako kutokea kwenye kusolve changamoto za watu wengine. Ukishaanza kujiona wewe kwanza kabla kuona wengine, ukijifikiria wewe kabla kufikiria wengine, ukitafuta kusolve matatizo yako kabla ya matatizo, kuna kitu ambacho Mungu amekuletea, wewe na uhakika kabisa utaishia padogo sana. Utapiga hatua ndogo sana. Patako hakuna impact. Kwa sababu hakuna mtu ambaye Mungu alimleta duniani kwa ajili yake mwenyewe. Hayupo. Sikiliza, Mungu akuleta ili uje ule maisha. No. Hakuleta ili uje ule maisha. Na kwa hiyo chochote ambacho unakifanya sio kwa ajili yako. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na 5, Mungu anamwambia Yeremia, Biblia inasema neno la Bwana lilinijia na kusema, Yeremia, kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako nilikujua, nikakuweka, nikakutenga, nikakuweka uwe nabii juu ya mataifa. Kwa Yeremia alizaliwa kama nabii kwa mataifa, akaletwa kama nabii kwa mataifa, sio kwa ajili yake, kwa ajili ya mataifa. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Hakuwa kwa ajili yake. Ndio maana Esther alipoolewa na mfalme Ahasuero, akidhani kwamba ameolewa tu ili ale maisha, amekuwa ni malkia kwa ajili yake na kwa familia yake, ikabidi Mordekai mshtue, amwambie no, ulikuja hapa kwa majira kama haya, kwamba sababu ya kuzaliwa ni nini? Kwa nini Mungu aliruhusu ukawa mahali ulipo? Kwa nini Mungu aliruhusu ukaolewa na huyu mfalme? Sio ili uwe malkia, sio ili ule maisha. No. Sio kwa ajili yako na ndugu zako, ni kwa ajili ya Wayahudi, kwa ajili ya taifa la Bwana. Mungu alijua kwamba nyakati kama hizi na majira kama haya kuna hiki kitu kitatokea. Mungu alijua, ndio maana akakuleta. Pengine namwambia Esther, sikiliza, ili bifu lililopo kati yetu sisi na huyu Hamani. Sikiliza, bifu la Hamani na Wayahudi halikuwa kwa sababu ya Hamani na Wayahudi. Lilikuwa ni kitu cha zamani sana. Siku za nyuma nilikwambia kwamba Hamani alikuwa ni uzao wa kifalme, ufalme wa Amaleki. Ndio maana Biblia inasema Hamani Mwagagi. Nenda kasome Samueli wa kwanza sura ya 16 na 15 na 16. Mungu alimtuma Sauli
akawapiga Waamaleki na waangamize wote. Biblia inasemaje? Akamwacha Mwagagi mfalme wa Waamaleki. Kwa Mwagagi ilikuwa ni jina la cheo, kama vile Farao ilivyo jina la cheo, kama vile rais ni jina la cheo. Kwa Hamani Mwagagi. Hamani alikuwa na bifu na Mordekai. Hakuwa na haja kuua Wayahudi wote, sababu kosa lake bifu yake ilikuwa ni yeye na Mordekai. Mordekai amekataa kumuinamia, angeweza kumuua peke yake. Lakini alitafuta Wayahudi wote kwa sababu pekao kuna kitu kingine kiko nyuma. Kio kinatafuta kuangamiza Wayahudi wote. Kwa Mungu alijua bifu lao lilianzia tangu kwenye Kutoka sura 17. Wanatoka Misri wanaenda nchi ya ahadi, wamefika kwenye bonde la Refidim, Waamaleki wakawavamia wakapigana nao. Ndio pale ambapo Biblia inasema Musa alimchukua Haruni na Huri wakapanda mlimani, Joshua akaenda kupigana vita. Tangu pale ndipo Mungu akasema atakuwa na vita na Waamaleki milele. Kwa hiyo ni kitu kimeenda muda mrefu sana. Samueli wa kwanza kinakuja kujitokeza, Mwagagi anaachwa. Kwenye Esther kinajua kujitokeza tena. Kwa Mungu alijua kuna nyakati zitafika atakuja mtu mmoja anaitwa Hamani ambaye ni Mwagagi kwenye ile kwenye falme wa Waamaleki. Atatafuta kuwaua Wayahudi wote. Kwa niandae mtu atakayesimama pale ili Hamani atakapoinuka Esther apate kumzima, na Esther hakujua. Kwa ameenda pale anajua ni kawaida, nimeolewa tu kawaida, nimeingia pale kawaida. Kwa akakaa pale hakujua kwamba ikabidi Mordekai mwambie kwamba hujui kwamba Mungu amekuleta kwenye nyakati na majira kama haya. Akamwambia sasa sikiliza, usiposimama kwa ajili yetu kwenye nyakati hizi, Mungu atatupa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe na mlango wote wa baba yako mtaangamia. Kile kitu kilifungua macho ya Esther. Akajua kwamba sipo ikuru kwa ajili yangu mwenyewe, nipo ikuru kwa ajili ya taifa langu. Kama vile ambavyo Wakristo wengi hatujui. Tunadhani tupo mahali sababu tupo tu. Tulisoma tulichosoma sababu tulisoma tulichosoma. Hatujui kwa nini tulizaliwa kwenye familia tulizozaliwa, kwenye taifa tulilomo. Hatujui kwa nini tunaishi kwenye jamii tuliyomo. Tunadhani tunaishi kama tunakiolera tu. Kumbe kuna kitu kingine kikubwa ambacho Mungu amekikusudia ndani yetu na hatujui. Na kwa hiyo tusipotambua, tukasema kwenye zamu zetu na kwenye nafasi zetu, tutaangamia sisi na milango ya wazazi wetu. Lakini Mungu atatafuta alternative nyingine kufanya kitu kile ambacho Mungu amekusudia sisi tukifanye. Mwambie jirani yako, jirani, wewe ni jibu kwenye kila swali ambalo linatokea kwenye jamii uliomo. Si kila swali litakwenda kuhusu, ila kuna swali likija kwenye jamii litakusumbua moyo, litakusumbua roho, litakuumiza, litakusumbua kichwa. Ukiona kuna kitu kinakusumbua ndani yako juu ya mtu mwingine, juu ya jamii fulani, juu ya hali fulani iliyopo, ujue kabisa kuna namna unahusika kwa namna moja au nyingine. Sasa unasema nitafanyaje ili kutatua? Swala ni kujiposition. Hata Esther hakujua atafanyaje. Na mfalme ameweka sheria, hakuna mtu kuja. Na angalia ile sheria ili uone kwamba kuna kitu kinawindwa. Ile sheria kwa Esther iliwekwa mpaka kwake. Yule ni mke wa mfalme, ni malkia, ana nafasi kwenye ule ufalme. Ila tayari aliwekewa sheria kama mtu mwingine, kama mtu wa kawaida, kwamba hata wewe Esther hauji kwangu mpaka nimekuita na nimekunyoshia fimbo. Rasi hivyo unauawa. Akakaa siku 30 hajaonana na mfalme. Na hakuona kitu, hakuona kwamba ni kitu cha kawaida. Hakuona kwamba ni kitu cha kawaida. Hakuona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hichi kitu kinatokea vile vile. Nikamwambia siku za nyuma kwamba Amaleki alikuwa ni ndugu na Israeli. Amaleki ni mtoto wa Esau. Israeli ni mtoto wa Yakobo. Tunaelewana? Amen. Hivyo Midian na Israeli ni ndugu. Mwanzo sura 25, Ibrahim, Sara alifariki. Mwanzo sura 24, Sara alikufa. Alivyokufa, Ibrahim akaoa mke mwingine anaitwa Ketura. Ketura akazaa watoto wa kiume 6. Mtoto mmoja anaitwa Midian. Kwa Midian ni mtoto wa Ibrahim na Israeli ni mjukuu wa Ibrahim. Ni ndugu. Yanaibuka mabifu ya mama mdogo na mama mkubwa. Kama vile ambavyo familia nyingi za Kitanzania, baba akiwa na wake wawili, hagawanagi watoto. Kuna mabifu. Na pengine wale walikuwa na kinyongo. Sababu Sara alivyokufa, kabla Ibrahim hajafa, Biblia inasemaje? Wale watoto walikuwepo. Urithi wote alimpa Isaka.
Alafu wao wakapa zawadi tu. Hakuwapa kitu, hakuwapa urithi. Biblia inasema urithi wote Ibrahim alikuwa nao alimpa Isaka. Alafu wale watoto wengine wote wa Ketura 6 akawapa zawadi. Kwa hali ya kawaida lazima liwepo bifu fulani. Yaani mzee anatuonaje yani? Sababu Ibrahim alikuwa ni tajiri wa fedha. Biblia alikuwa ni tajiri wa fedha, wa mali, ngamia, ng'ombe. Alikuwa ni tajiri mkubwa sana kiasi kwamba ana jeshi la kwake. Mwanzo sura ya 14, wakati ndugu yake Rutu amevamiwa kule na wale wafalme 5, wakaenda kupiga Sodoma, wakamchukua na Rutu kama mateka. Ibrahim alipopewa taarifa, Biblia alichukua vijana 300 waliozaliwa nyumbani kwake. Yaani kwamba alikuwa na watu kama jeshi. Wale watu wakaoa wakiwa wanaishi kwake, wakazaa wakiwa wanaishi kwake. Sasa waliozaliwa nyumbani kwake watu 300, akaenda nao kupigana nao na akawashinda wale wafalme 5, akamrudisha Rutu na familia yake na kile kilichokuwa nacho. Akawa ni tajiri mkubwa. Then anataka kufa, anamwambia Isaka, kila kitu ni cha kwako, chukua ondoka. Nyinyi wengine nawapa zawadi tu, ila msimguse huyu jamaa. Tunaelewana? Nyinyi pambaneni na hali zenu. Hamna pa kutokea, mtajua wenyewe. Mimi sihusiki na kesho yenu. Nawapa zawadi. Tunaelewana? Amen. Tusome kitabu cha Hesabu. Kusoma kitabu cha Hesabu kwanza sura 22, 23, 24 na kuendelea. Utaona wakati Israeli wanatoka Misri kwenda nchi ya ahadi, walifika kwenye nchi moja, nchi ya Moabu. Walifika kwenye nchi ya Moabu, kuna mfalme mmoja anaitwa Baraki, na mchawi mmoja Midian alikuwa anaitwa Balaam. Wakataka wakamkodi Balaam aende kwa Harani, ikashindikana. Ikabidi Baraki akaungana na wa Midian kuwadanganya kitu wa Israeli kwenye habari ya sanamu inaitwa Peori. Wakamwasi Mungu. Walipomwasi Mungu, pale ndipo bifu kubwa lilikuwa. Kabla hawajatoka, Mungu akamwambia Musa, chukua vijana jeshi lako, wajivike silaha, waende wakanilipizie kisasi kwa Midian. Kwa ndipo pale bifu lilipokuwa kubwa. Kwa Musa akaenda na watu wake wakafanya vita na wa Midian ambao ni ndugu zao. Na hizi ni stories za kweli. Biblia sio story, hizi ni stories za kweli. Ni story za kweli. Midian ya sasa ilikuwa Saudi Arabia. Ndio Midian ya zamani. Wa Midian walikuwa wanaishi mashariki mwa Saudi Arabia, ila ni kusini kwa Jordan. Kwa nini saizi hawapo? Walimezwa. Sababu walipigwa na wakina Musa. Wakataka kufutwa, walikuwa wakabaki wachache sana na wakasambaa. Walimezwa kwenye nchi za Kiarabu. Na wengine wakasambaa nchi mbalimbali duniani, lakini ipo. Amen. Amen. Ni kama unavyosikia Babeli. Babeli ni Iraki. Sio kwamba ni stories za Biblia, ni stories za kweli. Miaka hiyo ya nyuma, kabla majina hajawa tulionao saizi. Kama Tanzania, saizi tunaenda Tanzania, lakini si kwenda Tanganyika. Kizazi wazazi watoto sasa hivi wanajua Tanzania ila ikiwa Tanganyika. Na hii mipaka ililetwa sangine na wao wakoloni, wakaweka mipaka wakayapa majina. Lakini unapongea Babeli ambako akina Daniel walipelekwa ni Iraki. Na huko ndiko ambako akina Ibrahim walitokea. Uru wa Kaldayo ilikuwa ni Babeli. Ilikuwa ni jimbo ndani ya Babeli ambao ni Iraki ya sasa hivi. Unaposikia Kushi ni Ethiopia. Unasema yule malkia wa Kushi. Unaposema vile unaona Kushi ni Ethiopia ya sasa hivi. Mwambie jana wewe ndio jibu la swali uko unalitazama. Wewe ndio jibu la swali unalotazama. Mwambie hauko hapo kama pambo. Hauko hapo kama mahali ulipo. Mahali ulipo. Iwe ni kwenye kanisa unaloabudu. Iwe ni kwenye kanisa. Mahali unakofanyia kazi. Mahali unakofanyia kwenye kazi. familia uliozaliwa. Kwenye familia uliozaliwa. Haupo kama pambo. Haupo kama pambo. Upo kwa ajili ya kitu fulani. Upo kwa ajili ya kitu fulani. Sasa nikwambie kitu kimoja. Yaani Mungu anatamani kujifunua sana, sana. Mahali ulipo haupo kama pambo. Tunaelewana? Ukiona mtu Mungu anamchukua mtu mwingine, anamleta mahali ulipo
kutatua changamoto au tatizo au kuleta jibu ambalo wewe mwenyewe linakusumbua kichwani. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 13, paka kuna nabii wawili wanaongelewa pale. Kuna nabii kijana na nabii mzee. Nabii kijana anaishi Yuda. Nabii mzee anaishi Betheli. Nabii mzee amekaa, ameduaa, amelemaa mpaka mambo ya kwenye mji wake anakwambia hamuhusu. Ikabidi Mungu amchukue nabii kijana kutoka Yuda akamtuma kwenda Betheli. Paka kuna mfalme mmoja anaitwa Yeroboamu ambaye Mungu alimweka. Unajua baada ya Samuel, baada ya Sulemani kujenga madhabahu za kipepo, akaabudu miungu mingine, akahamisha moyo wake ukahama, akaharibu mbele za Mungu. Mungu alimpa adhabu, akasema nitaondoa ufalme kwako, ila kwa sababu ya Daudi nitaacha kabila moja kwenye ufalme wako, ila sitafanya ukiwepo, nitafanya ukiondoka kwa watoto wako. Mtoto wako atarithi kabila moja na mengine makabila yote yatakuwa kwa mtumishi wako. Na ile chaguliwa alikuwa ni Yeroboamu. Kwa Sulemani akaweka beef na Yeroboamu. Yeroboamu akapotea. Alivyokufa, Rehoboamu akainuka, akataka kuchukua ufalme. Akataka kuchukua ufalme, Mungu akaupasua katikati, akabaki na kabila moja, makabila mengine akaenda kwa Yeroboamu. Yeroboamu kwa mfalme akasema kwamba hawa watu wakienda Yerusalemu kuabudu, walipoenda Yerusalemu kuabudu, ama kwa Mungu akamchagua sema watabadilishwa mioyo yao, wataniacha mimi waende kwa mfalme mwingine yule. Kwa naye akajenga mahali pake pa juu madhabahu nyingine, na kaka miungu mingine ambayo sio Mungu wa kweli. Mungu akachukia sana. Alipochukia akamchukua nabii kijana kutoka Yuda, akamwambia nenda Betheli kule. Alipofika pale akapanda kwenye madhabahu ile ambayo Yeroboamu wanaitumia kwa ajili ya kumwabudu miungu mingine. Ili nini? Kulinda ule ufalme usitoke kwake. Ndipo akaongea kwenye ile madhabahu na akasema kwa hapa akasema, akamwambia, akatabiri akasema atazaliwa mtu kutoka kwenye ukoo, kwenye uzao wa Daudi, jina lake ataitwa Yosia. Atakapokuja atafanya 1, 2, 3, na kama ishara madhabahu itapasuka na majivu yatamwagika. Yeroboamu akakasirika, akamnyoshea yule nabii kijana mkono. Alipomnyoshea mkono, Biblia inasemaje? Mkono wake ukakatika pale pale na akashindwa kurudisha. Akalia, akamwomba yule nabii kijana, naomba uniombee msamaha kwa Mungu nipate kurudishiwa mkono wangu. Mungu, yule nabii kijana akaomba kwa Mungu toba, na Mungu akamsamehe na mkono wake ukarudi. Ulivorudi akamchukua, akamwambia njoo kwangu, ule unywe, pumzike, ulale. Nabii kijana akasema no, siwezi kuja kwa sababu Bwana aliponituma aliambia nisirudie njia ile ambayo nilipita, nisile mahali, nisinywe mahali, nisingie kwa mtu yote, nikae nitulie, nirudi kwa njia nyingine. Kwa akakataa na akaanza safari. Alianza safari, wakati yale yote yanatukia, nabii mzee alikuwa na watoto. Watoto wake walikuwepo na walishuhudia. Na ile madhabahu kama ishara ilipasuka na majivu yakimwagika. Walipoenda kumwambia nabii mzee ambaye ni baba yao, akamwambia ameenda kwa njia ipi? Chukua ni mpunda, nitandikeni. Akapanda akamfuata. Akamkuta njiani, akamwambia uende yule nabii hivi na hivi. Anasema ndio. Anasema njoo kwangu, turudi, panda punda wangu, turudi, ule unywe, upumzike kwanza, ulale kwangu. Yule nabii kijana akamwambia no, siwezi kurudi kwako, sababu Bwana aliniambia nisirudi kwenye njia niliyoipita. Pili, nisile kwa mtu, nisinywe kwa mtu, nisingie kwa mtu. Yule nabii mzee akamdanganya. Ni nabii wa Mungu ila alisema uongo. Ndio maana ni muhimu sana 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 kuto kufuata mahubiri na mafundisho ya mtumishi wote wa Mungu bila kuyathibitisha. Wanawaambia hata mimi nikikufundisha kitu, nisipokupa andiko usikichukue. Ile kwamba mtu ni mtumishi wa Mungu, kweli sasa ni mtumishi wa Mungu, ila sio kile anachokiongea ni cha kweli. Kuna mahali pengine wanasema uongo. Papo soma Wafalme wa kwanza sura 22. Wakati mfalme anataka kwenda kupigana vita, sawa, akamchukua na mfalme, alikuwa ni mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda. Akamchukua na mfalme wa Yuda, wakaungana kwenda kupigana vita. Mfalme wa Yuda akamwambia, kabla tujaenda, tafuta kwanza manabii tuulize. Biblia inasema walitafuta manabii 400. Manabii wangapi? 400. Akamwambia nitabirieni, tukienda tutapigana vita. Na manabii wote 400 wakasema mkienda mtashinda vita, mkipigana mtashinda. Soma Wafalme wa kwanza sura 22, soma.
Wote 400 wanasema ukienda utashinda, utapigana vita utashinda. Wote 400 wakatabiri utashinda. Mfalme wa Yuda ndani kipindi hicho, mfalme wa Israeli alishakosana na Mungu. Ndani yake hasikii cha kimungu, hawezi kusense kudaka frequency za kimungu. Lakini mfalme wa Yuda alikuwa bado yuko vizuri na Mungu. Ndani yake kukagoma, akamwambia mfalme wa Israeli, no. Hakuna nabii mwingine wa Mungu hapa tukamtumia akatuambia. Akamwambia yupo nabii mmoja anaitwa Mikaya. Ila yule jamaa huwa simpendi. Sasa simpendi kwa sababu huwa siku zote hanitabiri mema. Akasema simpendi kwa sababu hanitabiri mema. Anatafuta wale ambao anawapenda, wanamwambia kitu ambacho anataka kusikia. Sikiliza, tuna watumishi wengi wa Mungu, ila ni wakina nani? Ni wakina Haruni, sio wakina Musa. Ile kwamba Mungu anamtumia, kuna mahali anatengenezea ndama. Si kila mtumishi kwa kila wakati anaweza kasimama akasema cha kimungu, si wote. Kuna wengine wakisimama wanaweza wakaamua kuongea mapenzi ya kwao kwa ajili ya benefit ambazo wanatoa wao, wakasimamisha kingine ambacho sio cha kimungu, ni cha kwao kwa ajili ya mambo ambao wanajua wao. Pengine anaweza kaogopa macho ya watu, pengine hawezi kumwambia mtu kitu cha kweli, hawezi kuweka ile kweli ya Mungu wazi akaongea cha kwake. Ile kwamba mtu ni mtumishi wa Mungu, asiseme kitu ukakipokea kichwa ukakifanya. Lazima ukipime kwenye maandiko. Ndio maana mtu yoyote, hajalishi Mungu anamtumia kwa kiwango gani, kama akikufundisha kitu au akikupa kitu bila neno, don't take it. Usichukue. Sio dhambi kuto kukichukua, sio dhambi. Chukua kitu kile ambacho ndani yako unashuhudia kwamba hiki ni cha kweli. Chukua kile kitu ambacho kina udhihirisho na uthibitisho wa neno la Mungu. Haijalishi ana mafuta kiasi gani, kama hajakupa andiko na kama kinakupa wasiwasi ndani yako, kiache kwanza. Kichunguze kwanza, na sio dhambi. Hata Paulo alipokuwa anafundisha, mitume wa Petro walipokuwa wakifundisha, Biblia inasemaje? Kuweni kama wale watu wa Beroya, walikuwa wakichunguza maandiko. Walikuwa wanahubiriwa na mitume, lakini baada ya kuhubiriwa hawachukui, wanaenda kwanza wanafunua Biblia, wanachunguza maandiko kuona kwamba yale wanaofundishwa ni ya kweli. Hawachukui kila kitu. Kuna manabii 400 kwenye Ufunuo wa sura 22. Wote wakamtabiria kitu kimoja mfalme, wanaambia ukienda utashinda. Ila mtu wa Mungu, mfalme wa Yuda akagoma, ndani kuligoma. Akamwambia mfalme, hapana. Japo 400 wote wamesema kitu kimoja, ila ndani yangu bado kuna nina sita. Tafuta mwingine ambao una uhakika kwamba huyu kweli jua liwake mvua atasimama kwa Mungu tu. Kuna mtu mwingine ambaye hata kama uweke kisu shingoni, hapindishi macho, atakwambia cha kimungu peke yake. Si kila mtumishi atakwambia cha kimungu kila wakati. No. Kuna mwingine atakwambia kukupampa ili apate anachotaka kukipata kutoka kwako. Akaitwa Mikaya. Alipotumwa mtu kumuita Mikaya, alimwambia Mikaya, kule kuna manabii 400 wamekutangulia. Wote wameongea kitu kimoja, kwamba mfalme ataenda pigana vita na atashinda. Chonde ukienda na wewe usiseme tofauti na wao. Akamwambia hapana. Kile ambacho Mungu ataweka ndani yangu ndicho nitakachosema. Sisemi cha mtu. Kwa Mikaya akafika pale. Mfalme akamuuliza, akamwambia, nimeona wana wa Israeli wametawanyika mlimani, wanakimbia kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Mfalme akasema, si nimekwambia huyu jamaa siku zote anatabiriaga mabaya tu, hanitabiriagi mema. Mema yapi? Hao ndio mema. Si kila kitu chema ni kizuri. Kuna kingine kinakuja ni kibaya ukipendi. Kuna ujumbe unakuja kwako haupendi, haukufadhi wewe, ila ni mwema, kwa sababu wema haonekani kwenye sura ya nzuri peke yake. Kitu ni kibaya lakini ni chema kwako. Mungu anataka kunyima kitu, si kwa sababu hataki kukupa ili kisikuangamize. Si wema huo? Huo ni wema. Wema sio kwamba lazima tu uletewe sani la pilau. Unaweza ukaja kitu ni kibaya lakini ni chema kwako. Kwa Mikaya akamwambia, kuna nabii mmoja, unajua katika kuongea mbele akasema hivi, akamwambia, nisikilizeni. Nimemwona pepo wa uongo akitoka na kuja na kuwaingia wa watu ili waseme kwako uongo. Nabii mmoja akaenda akamtandika kofi Mikaya. Akamwambia, roho wa Mungu aliniacha saa ngapi? Akaingia roho wa uongo ili niseme uongo. Akamtandika kofi Mikaya. Akasema mna shida, usiku kupiga kofi, lakini huo ndio kweli. Sasa nimemwona pepo akitoka kawaingia wa manabii wengine wote ili waseme uongo mbele zako.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Na mfalme akaamuru, mkamateni, wekeni ndani huyu. Akaambia hamna shida, mnaweza mkaenda kupigana vita, ukirudi salama Bwana akusema na mimi. Wakaenda kupigana vita, alipigwa, alifia huko. Mfalme wa Yuda akarudi, anapumua ulimi nje kama mbwa alienda kukimbiza swara. Alikosokoso na alienda. Sikiliza niwaambie, sio kila kitu ufuate mkumbo. Kuna mtu mwingine akikushawishi kitu, akikuelekeza kitu, au akikwambia umpe kampani kwenye njia za wakosaji, don't go. Mfalme wa Yuda aliponea chupu. Mfalme wa Israeli alikuwa makini kidogo. Kwenda kwenye vita alivua nguo za kifalme. Alafu akamwambia mfalme wa Yuda, wewe vaa. Kwa mfalme wa Yuda ameenda vitani amevaa za kifalme. Adui kule na penye washaseti, Mungu ashawaseti. Wameambiana sasa usimpige mtu yeyote isipokuwa mfalme peke yake. Na ni mfalme yupi? Wa Israeli. Wa Yuda msiguse. Walipoona yale mavazi ya kifalme wakaanza kumfukuza, unajua huyu ndio mfalme wa Israeli. Wakamkimbiza, ndio kumtandika mshale. Yeye mwenyewe akanyosha, akapiga kelele, akanyosha mikono, jamani, mimi ni mwingine. Wasema msimguse, wakamwacha. Wakamuinda mfalme wa Israeli mpaka wakampiga, wakampata mfalme wa Israeli wakampiga mkuki. Akavuja damu nyingi sana kwenye gari. Yeye mwenyewe akachoka, akamwambia geuzeni gari tuondoke, geuzeni gari tuondoke. Ila alikufa. Mfalme wa Yuda aliponea chupu kama vile ambavyo sometimes na unaponeaga hapa. Amen. Heli mtu yule asende katika shauri la wasio haki, asende katika njia ya kosaji, asema katika baraza la wenye mizaha. Amen. Ndio maana sisi wenye watoto, mtoto anaporudi kutoka shule muulize maswali. Nani rafiki yako? Siku zote katika makuzi na malezi muulize maswali, nani rafiki yako? Sababu kesho yake itaamuliwa na rafiki zake. Biblia inasemaje? Inasemaje? Bad company corrupts good moral. Makundi mabaya au marafiki wabaya wanaharibu tabia njema. Ila pia inasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Kwa marafiki watatengeneza karakta za mtoto. Hata wewe, hata mtu mzima, marafiki wa kwako watatengeneza tabia za kwako. Makundi unaojiweka, watu ambao wanakuzunguka, wanaamua, wana sehemu ya kimaamuzi juu ya kesho ya kwako, sababu watakupa ushauri fulani. Kama vile ambavyo Mfalme Hamani alishauriwa kumwacha mke wake. Hakutaka kumwacha. Aliyeshauriwa na kampani yake. Baadaye alijilaumu sana. Biblia inasema na akamkumbuka sana Vashti. Alimkumbuka sana Vashti. Wakamwambia sasa tunafanyaje? Na ushatangaza kwamba umeachana naye. Cha kufanya oa mwingine. Ndio akapatikana na Esther. Amen. 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 Wazo kajikuta umekuwa kama mfalme wa Yuda. Sasa Mungu mwema hawakumtandika, wangemtandika akafia huko. Sasa angalia, yule nabii mzee hakuwa kule Betheli kama pambo. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ni jicho la Mungu. Lilikuwa limewekwa pale kwa ajili ya kusolve changamoto zilizokuwepo. Akakaa ametulia, amerelax, ikabidi Mungu amtoe mtu mwingine Yuda kuja Betheli kutatua mambo ambayo atakiwa yeye atatue. Tunaelewana? Amen. Kwa mahali pale popote ulipo, haupo kama pambo. Mwambie jirani yako, haupo kama pambo. Haupo kama pambo. Haupo kama pambo. Haupo kama pambo. Mahali popote ulipo, si nikwambie Mungu atakudai, atakudai. Amini usiniamini, Mungu atakudai. Ukitaka uniamini, ukitaka usiniamini, Mungu atakudai tu mahali popote ulipo. Ukija kanisani, wewe kaa kama vile msafiri tu, umekaa unasubiri gari ifike Mwanza au wapi au Mbeya ushuke. Hamna shida, kaa. Ukipanda basi ala kama hivi, yani kama kanisa kama basi, Mungu hajataka uje ukae tu. Anataka uwe kama konda. Unashusha mizigo na kupakia. Tunaelewana? Likipata pancha haukimbii ukabadilisha gari. Konda abiria wote mtakimbia, lakini mwenye gari, dereva na konda hawaondoki. Watapiga jeki, utafungua tairi, utabadilisha. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Imagine Mungu amekupa, yani mtu mimi nina daradara nikakupa wewe dereva na konda, nimewapa. Muendeshe, mniletee hesabu. Inapata pancha au inapata nini? Abiria wanashuka, wanachukua pesa na nyinyi mnaondoka, mnaleta gari hapo hapo.
Sikia, Wakristo wengi wanadhani huduma ni za wachungaji. Sasa nikwambia mimi hii huduma sio ya kwangu. Na sana mpango nayo, yani nipo kwa ajili ya Mungu. Nafanya kile ambacho Mungu anataka nifanye. Sio urithi wa watoto wangu. Sawa? Sendi nayo mahali. Huu sio mradi wangu. Tuelewana? Watu wengi sana wanachaga huduma. Au makanisa wanasema kwamba ni pastor, mchungaji tu au na viongozi ndio watakomaa. Wao wenyewe mchungaji mzigo wote abebe kama yeye. Sasa nikwambie, wewe unajua, wewe haujui. Siku utakapoondoka duniani, my friend. Siku utakapoondoka duniani. Niamini mimi, utalipa kwa kitu fulani, utalipa. Wewe unajua, wewe haujui, utalipa tu. Ndio maana ni muhimu sana kufanya kile ambacho unajua. Kama kuna kitu, sikia nikwambie, njia moja wapo ya kujua kitu ambacho Mungu amekupa ufanye ni pale ambapo utasikia kuna kitu kinauma ndani yako juu ya jambo fulani. Kuna mahali ukifika, kuna kitu kinakusumbua kichwani, una uhakika. Na ukisikia hivyo, ufanye kwa haraka. Sadaka yoyote ambayo Mungu anaweka ndani yako imefungwa kwenye wakati, imefungwa kwenye muda. Mambo ya Mungu yamefungwa kwenye muda. Tunaelewana? Kuna kitu usipokifanya, Mungu atainua mtu mwingine kukifanya. Iwe kwenye ngazi ya familia, iwe kwenye ngazi ya kiukoo, iwe kwenye ngazi ya taasisi unayofanyia kazi, iwe kwenye ngazi mahali popote unapojikuta upo. Kuna kitu au mzigo ukiingia ndani ya moyo wako, usipochukua hatua kufanya, Mungu atamuinua mwingine na utapoteza. Amen. Tunaelewana? Ukuu wa mtu haujafichwa kwenye mambo ya duniani yanayomzunguka. Ukuu wa mtu umefichwa ndani yake kwenye uwezo wa kuchukua maagizo na kuyafanya kadri ambavyo anapaswa kufanya. Tunaelewana? Mungu huwa hadanganywi na kiasi au kiwango au ubora wa sadaka. Kuna sehemu yake. Ubora wa sadaka utakuwa na maana kama imetolewa sahihi kwa maagizo ya kimungu. Ndio maana Sauli alipopewa maagizo kwenda kuwapiga Waamaleki, aliambiwa usichukue chochote, angamiza kila kitu, ng'ombe, kondoo, mifugo yote, watoto, wanawake, wanaume, wote piga. Alivyoenda kule, Biblia inasema hivi, kila kitu kizuri alikichukua, wakaangamiza vile vibaya. Sauli anaenda anamwambia wewe, Sauli umefanya kitu gani? Anamwambia nimefanya kila kitu kama ulivyosema, nimetimiza maagizo ya Mungu. Akaambia hii sauti ya kondoo nayo isikia masikioni mwangu ni nini? Anasema tumechukua yote sadaka kwa Mungu. Akaambia acha upumbavu. Mungu alikwambia anahitaji sadaka hizo. Mungu anajitosheleza. Sina nikwambie sadaka haumpi Mungu ili msaidie Mungu. Mungu na kila kitu. Anauza kila kitu. Yaani sikiza, Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwetu. Hahitaji chochote kutoka kwetu. Anajitosheleza. Hahitaji hata 100 ya kwako. Hahitaji hata senti ya kwako. Sikiza, Mungu hahitaji hata muda wa kwako. Hahitaji hata muda wa kwako. Ukiona Mungu anataka muda kutoka kwako, ujue ni kwa ajili yako na kwa jamii uliomo. Ukiona Mungu anataka 100 ya kwako, ujue ni kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili yake. Ukiona Mungu anataka kitu cha kwako, ni kwa ajili yake, sio kwa ajili, ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yake. Yeye amejitosheleza. Kitu kimoja hapo ambacho kinamtofautisha Mungu na shetani, yeye ni Mungu anayejua yote, ni Mungu mwenye nguvu zote, na ni Mungu yuko kila mahali. Sifa zinazomtofautisha Mungu na shetani kuu 3 ni hizo. Vingine vyote shetani anaweza kaiga. Ile shetani hawezi kuwa mahali pote kama Mungu alivyo. Hawezi kujua yote kama Mungu anavyojua, na hana nguvu zote. Ukimtoa Mungu kwenye vitu vitatu, anakuwa sio Mungu. Kwa kama na nguvu zote, ujue hakuna kinachomshinda. Tunaelewana? Kwa kitu kikiingia ndani ya moyo wako, wewe unajua hiki ni kwa ajili ya kwako, sio kwa ajili yake. Tunaelewana? Na ili utembee vizuri na Mungu, sikiza ushauri wangu, ili utembee vizuri na Mungu, hakikisha moyo wako umeudisconnect na chochote kile cha kidunia, especially material thing, vitu, mali. Tenga moyo wako na kila kitu.
ili Mungu akikwambia nipe hiki, unatoa papo hapo. Na ili Mungu akupeleke hatua nyingine, atakupima kwenye vitu vya huku chini. Mungu kwenye Mwanzo sura 22 alimwambia Ibrahim, mtoe mwanao wa pekee Isaka umpendaye. Ibrahim alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu, ana fedha, ana dhahabu, ana ng'ombe, ana punda, ana kila kitu. Mungu aliangalia hivi vitu amekuwa navyo siku zote, pengine vijashika moyo wake. Kipi kilichoshika moyo wake? Kipi kilichoshika moyo wake? Kipi kilichoshika moyo wake? Na ndio maana Mungu akikutembelea, cha kwanza ataangalia kile kitu ambacho kimegusa moyo wako kwanza. Na ndio maana kama unapenda watoto wako, hakikisha moyo wako hauko kwa watoto wako, sababu moyo wako ukiwa kwa watoto wako watakufa kabla wakati. Kama Mungu akitaka kukuvuta kwake na akaona moyo wako uko kwa watoto wako, una uhakika wataondoka kabla wakati. Kwa hiyo njia nyepesi ya kuwalinda watoto wako ni wewe kujitenga, moyo wako usiwe umematana nao kuliko namna ambavyo moyo wako umematana na Mungu. Sikiliza, kitu kimoja wapo kilichompa shetani nafasi ya kuondoa watoto wa Ayubu ni sababu moyo wake ulikuwa unawaza sana watoto wake zaidi unavyomwaza Mungu. Inasema kila siku asubuhi alikuwa anafanya ibada, anatoa sadaka, sio kwa ajili ya kumpenda Mungu. Kichwa chake kinamfanya atoe sadaka sio kwa sababu anatoa kwa sababu ya kuona kazi ya Mungu iende mbele. Kwa sababu anadhani watoto wake wamekosea mbele za Mungu, kwa hivyo Mungu atawaadhibu, Mungu atawaokoa. Anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake ili kuleta upatanisho kati ya watoto wake na Mungu, si kwa sababu anataka kuona kazi ya Mungu iende. Hakutoa sadaka sababu Mungu amemwambia atoe sadaka. Hakutoa sadaka kwa sababu anataka kuona labda hekalu la Mungu inajengwa. Kichwa msukuma kutoa sadaka ilikuwa ni watoto wake, akidhani kwamba wamekosana na Mungu. Kwa anatoa kutengeneza upatanisho kati yao na Mungu. Tunaelewana? Na Mungu akawaondoa ndani ya siku moja watoto wote. Alipoenda kwa Ibrahim kumchungulia, akamwambia Ibrahim, kabla sijakupa hatua ambayo nilikusudia kukupa ya mwisho kabisa, vingine vyote nimekuona Ibrahim, nimekuona ukichinja wanyama, ukichinja ng'ombe, kufanya kila kitu. Sasa nataka kitu kimoja, mtoto wako, mwanao wa pekee umpendaye Isaka. Isaka hakuwa mwanawe wa pekee, sababu kabla Isaka alikuwepo Ishmaeli. Kwa hakuwa mwanawe wa pekee. Kwa nini mwanawe pekee? Kwa jinsi ya nje sio mwanawe pekee, ila kwa jinsi ya ndani ya moyo wa Ibrahim alikuwa na time na Ishmaeli. Hakuwa na time na yeye. Hakuwa na time naye. Ndani ya viuno vya Ibrahim walikuwepo watoto 6 wa Ketura, aliozaa na Ketura. Walikuwepo ndani ya viuno vyake. Walikuwepo kina Midian, alikuwepo. Ila wa pekee alikuwa ni Isaka. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya moyo wake amepewa nafasi special. Na Mungu akaangalia, siwezi kushare nafasi na mwanadamu. Cha kwanza ni mtoe kwenye nafasi aliyomo ndani ya moyo wake ili nikae. Kwa Mungu alikuwa hajui kati ya mimi na Isaka nani ameshika moyo wa Ibrahimu wa kwanza. Alikuwa hajui. Hana uhakika. Kuna namna anaona kwamba nafasi yangu imo, ila I'm not sure kama ujamaa anaweza akaniachia mazima na Ibrahim na Isaka. Ndio maana alipanda kumtoa akamwambia Ibrahim, akasema sasa nimejua. Maana alikuwa hajui, si ndio maana yake? Akasema sasa nimejua kwamba unanicha, maana unanihofu. Ndio anasema kukubariki nitakubariki na kukuzidisha nitakuzidisha. Sasa nimejua. Moyo wako usiwe kwenye mali, usiwe kwenye biashara, usiwe kwenye nafasi yako ya kazi. Moyo wako usiwe kwa mwenza wako wala kwa mtoto wako. Moyo wako uwe kwa Mungu kwanza, wengine vifate baada ya Mungu kwanza. Ili Mungu akikwambia hiki, Biblia inasemaje? Mungu alimwambia Ibrahim, mtoe mwanao Isaka. Biblia inasema alfajiri na mapema. Hakupoteza siku, hakudiscuss na mtu, hakuongea na Sara, na aliondoka Sara ajui. Angejua pengine angemkataza usiondoke na Isaka wangu, sababu sina mwingine, ni huyu peke yake. Tunaelewana? Kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Ukpai. Mungu alimwambia
sikumbuki amount vizuri, lakini ilikuwa kwenye bilioni za Nigeria. Akamwambia kesho, akamwambia kuna mtu atakuja atakuletea, ilikuwa ni bilioni ngapi? Ilikuwa ni bilioni 1. Anambia atakuletea bilioni 1. Yule mtu kaja na bilioni 10 nadhani. 12. Kaja mtu na bilioni 12 anampelekea. Mungu amemwambia atakuletea bilioni 1, yakata bilioni 12. 13. Akaziangalia, akaambia toa 1. Sema hizi nyingine rudisha. Kwa nini? Nasema Mungu aliniambia bilioni 1 sio 13. Mke wake hakumuelewa. Akaambia acha ujinga. Pesa nakuja unaikataa. Nasema Mungu ameniambia bilioni 1 ndio itakao kuja. Siwezi kuchukua zaidi. Sasa usidhani kile kitu kilikuja kikawaida. Kwa haraka haraka unaweza kudhani labda yule mtu hakusikia vizuri. Mpaka uone mtu anatoa bilioni 13. Sikiza, bilioni 1 ni milioni 1000. Hesabu 10,000 zifike 10 zinakuwa ni 100,000. Sawa? 10,000 zikifika 100 ndio inakuwa ni milioni 1. Kwa bilioni 1 ni zile milioni, usabu milioni 1 zifike 1000. Sasa mtu kaleta bilioni 13. Sikiza, mtu Tanzania hii anaajiriwa serikalini, sawa? Anafanya kazi mpaka na staff. Chukua mishahara yake yote, marupurupu yake yote, na pension ambayo na staff jumlisha haifiki bilioni. Mtu amefanya kazi mpaka amekuwa mzee, staff miaka 60, haifiki bilioni. Then analeta bilioni 13 kwa siku moja. Mtu kana anatoa pesa ya hivyo, sio kwamba ni ndogo, kwamba anazo nyingi. No. Una uhakika lazima kuna namna amesikia Mungu anamsemesha. Lazima hawezi kumesa hapo. Wewe Mungu akikwambia toa laki moja utachakachota peleka 10,000, 20,000. Sawa? Laki yote hii ni issue, laki kubwa sana. Sijalipa ada. Umeme upungua. Nilikuwa ninarejesha laki. Kwa sikiliza nikwambie, utapeleka pungufu. Ukiona mtu anapeleka bilioni 13, una uhakika kuna namna alimsikia Mungu. Tulisikia ushuhuda upande wa mtumishi wa Mungu, hatujasikia ushuhuda upande wa yule mwingine. Pengine nikamwambia mimi Mungu alinisemesha 13, ndio maana nikapeleka. Lakini Mungu pengine anataka amtest na huyu jamaa. Uwezo wa kufuata maagizo nimeokupa to the dot. Inakuja bilioni 13. Utaichukua au utachukua moja ambayo Mungu alikwambia? Jamaa akamwambia no, Mungu ameniambia bilioni 1. Wakavutana akamwambia Mungu ameniambia bilioni 1. Sasa sikiza, mimi ndio napokea, si ndio wewe? Kwa kama nimekosea ni mimi, sio wewe. Mimi nachukua moja, hizo nyingine rudisha. Mimi sitaki. Mke wake hakumuelewa, wakapishana na mke wake, akasema sawa tupishane, lakini mimi Mungu ameniambia. Kwani wewe ndio Mungu alikwambia? Wewe ni mke wangu ndio, lakini Mungu alikwambia wewe. Unajua alichonisemesha? Hapana. Mimi nimeambia 1. Sasa kata Mungu ameniambia 1. Ile alipopita pale, sikia nikwambie, maisha yake mpaka leo, mpaka kesho kutwa, mpaka Yesu anarudi, hawezi kulinganisha na chochote. Yalihama kabisa kwa sababu ya kutii. Ukiona mtu namna hiyo ni kwamba moyo wake haujashikwa na chochote. Amen. Sasa unawaza ingekuwa ni mimi. Unaweza kufika, lakini kabla hujafika kwenye bilioni, hata kwenye hizi buku Mungu akutest unafanya. Sio wazi mabilioni tu, haya machache unafanya. Amen. Kwa sababu kesho unaisubiri inaanza leo. Sawa? Hautafika kwenye kesho yako kama haujatia leo. Tunaelewana? Ibrahim hakufika kwenye piki ambayo Mungu alikuwa amemkusudia mpaka alipotii maagizo ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Mungu amemwambia. Hakuna mtu ambaye atafika kwenye kesho kama hajatimiza leo. Tunaelewana? Sauli alipewa kuwa mfalme yeye na uzao wake. Biblia inasema je, Mungu alikuchagua ukiwa sio kitu, ukiwa hauna chochote. Alikuweka ili uwe mfalme, uamiliki Israeli wewe na uzao wako. Ila kwa sababu alikosa uvumilivu. Tunaelewana? Kwa nini? Kwenye sura ya 13 kitabu cha Samueli wa kwanza, aliambiwa alikuwa anaenda vitani. Lakini kabla ya kwenda vitani itakiwa kwanza Samueli nabii aje atoe sadaka. Wakasubiri siku 7 Samueli ajaja.
Akaniambia tena sadaka, akatoa. Alipotoa sadaka Samuel akatokea. Pale mapele mambo kapishana. Kwa nini? Sababu alikuwa ni mfalme, hakuwa kuhani. Ile sadaka itakayotolewa na kuhani. Kwa aliingia kwenye ukuhani ambao haukuwa kwake. Mungu akamwambia nimempata mtu ambaye atafanya yote ambayo yako ndani ya moyo wa Mungu. Anampendeza moyo wa Mungu na atafanya maagizo yangu yote. Tunaelewana? Mwanzo Samuel sura 15:16, maagizo mengine ya kuwapiga Waamaleki na kuwaua wote. Samuel alikosea kwenye maagizo. Nani? Sauli alikosea kwenye maagizo tena. Sauli alikosea kwenye maagizo. Akafanya vitu ambavyo Mungu hajamtuma afanye. Samuel akamwambia Sauli, Mungu anapendezwa na dhabihu zaidi ya kutii sauti yake na neno lake. Utii ni bora kuliko dhabihu, na uasi ni kama dhambi ya uchawi. Akamwambia, kwa hiyo Mungu ameondoa ufalme wako, hautakuwa mfalme wa Israeli tena. Kwa hiyo kesho ya ukoo wake ilifia kwenye kutokutii maagizo ya Mungu. Mungu alipomchukua awe mfalme na yeye na uzao wake wote, aliahidiwa yeye na uzao wake wote, lakini uzao wake ulinyang'anywa tonge mdomoni kwa sababu ya kutokutii maagizo ambayo Mungu alikuwa amempa. Amen. Amen. Kwa hiyo kesho ya ukoo wake iliharibiwa na leo ya Sauli. Tunaelewana? Kwa hiyo leo yako inaweza kuharibu kesho yako. Kwa kabla kesho yako haijaribiwa, linda sana leo yako. Agizo lolote linaloingia ndani ya moyo wako lifanye to the dot. Lakini nikuhakikishie, hauwezi kutii agizo la Mungu kama kwanza haujatii maagizo ambayo unapewa na mtu mwingine. Tunaelewana? Hata mimi kanisani nikikupa agizo usipolifanya, Mungu hatakuja kukupa agizo ndani ya moyo wako. Amen. Hicho kitu ujue. Sauli hakupewa agizo na Mungu moja kwa moja, alipewa agizo na Samueli. Ila Samueli alitumwa na Mungu kusema alichokisema. Sauli akafanya kinyume, akabaribu pale pale. Mwambie jirani yako, jirani, kesho yako imefichwa kwenye utii wa leo yako. Mwambie, halafu usijitazame wewe. Uzao wako, kesho ya uzao wako imefichwa ndani yako leo. Imagine Ibrahim asingemtoa Isaka, Israeli isingekuwa hivi ilivyo leo. Tunaelewana? Israeli isingekuwa hivi ilivyo leo. Hilo lijue. Ibrahim aliambiwa na Mungu kwenye Mwanzo sura 15, lete sadaka pale ya wanyama, pasua, weka vipande viwili, weka katikati, tufunge agano. Asingetii, Israeli isingekuwa hivi ilivyo leo. Kwa hiyo kesho ya Israeli, leo ya Israeli ilifichwa ndani ya utii wa jana wa Ibrahim. Tunaelewana? Mwambie jirani yako, uzao wako kesho utakuwa wapi? Kesho uzao wako utakuwa wapi? Sikiza, pengine leo tulipo ni matokeo ya utii wa wazazi wetu, vizazi vitu vya nyuma. Ila tukimpa Yesu maisha yetu, tuna neema ya kubadilisha, tukarudi kwenye njia iliyo sahihi. Tuna hiyo neema ya kubadilisha. Tunaelewana? Kwa sababu Israeli ilipoasi, walichukuliwa mateka wakapelekwa uhamishoni Babeli. Walipofanya toba ya kweli na kurudi, Mungu aliinua moyo wa Koreshi na akawatoa wakarudi. Kwa hata kama wazazi wetu waliharibu, wakahamisha njia tuliyotaka kupita, ile kwamba tuko kwa Kristo, tugeuze usukani ili uzao wetu kutokea kwetu usiende kwenye njia ambayo sio sahihi. Turudishe usukani kwenye njia ambayo imenyoka, ili wapite pale ambapo Mungu alikusudia wapite. Wasikae Babeli na wao, warudi kwenye nchi yao Misri. Wasikae utumwani na wao, warudi mahali ambapo wanapaswa kuwa. Tunaelewana? Haleluya.